Ripoti zinaeleza kwamba Uingereza imeipatia Israel risasi zaidi ya 100,000 ndani ya mwezi mmoja wakati wa mauaji ya kimbari huko katika ukanda wa Gaza. Uchunguzi wa hivi punde umebaini kuwa Uingereza iliukabidhi utawala wa Israel jumla ya risasi 110,000 katika mwezi Agosti, wakati jeshi la Israel likiendelea na vita vya mauaji ya kimbari dhidi ya raia wa Kipalestina katika ukanda wa Gaza. Ripoti hiyo inaeleza kwamba huu ni unafiki unaofanywa na nchi ya Uingereza, ambapo taifa hilo lililotangaza kuitambua Palestine, lakini pia taifa ambalo limekuwa likielezea namna ambavyo Israel inafanya mauaji bila sababu za msingi, ni miongoni mwa mataifa ambayo licha ya kupewa usaidizi wa kijeshi na kijasusi na Israel, lakini yamekuwa yakijiosha kwa ulimwengu kwamba hayakubaliani na kile kinachofanywa na Israel, na hivyo kuipatia Israel silaha za kutosha. Kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa na kituo cha televisheni cha umma cha Channel 4 nchini Uingereza, usafirishaji huo wenye thamani ya takribani paundi 20,000, karibu dola 27,000, ni sehemu ya ongezeko kubwa la mauzo ya silaha kutoka Uingereza kwenda kwa utawala wa Israel. Jumla ya usafirishaji wa silaha mwezi huo ulizidi paundi 150,000, kiwango cha pili kwa ukubwa tangu Januari mwaka 2022. Hiki ndicho ambacho kinawafanya wachambuzi wa mambo katika eneo la Mashariki ya Kati kusema kwamba huu ni unafiki wa mataifa ya Magharibi ambayo wakati huu yamekuwa yakiwa upande wa Palestina kuonyesha kwamba yanajali haki za binadamu, lakini upande wa pili yamekuwa yakiwa tofauti kwa kuipa risasi pamoja na silaha nchi ya Israel inaendeleza vita. Hata baada ya mataifa hayo ya Magharibi, hasa Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na mengineyo kutangaza juu ya kuitenga Israel, lakini bado mataifa haya yamekuwa yakitoa msaada mkubwa kwa taifa hilo la Israel. Na wachambuzi wa mambo wanasema zaidi kwamba huku ni kujisafisha kwa mataifa hayo katika ulimwengu yaonekane yameiunga mkono wa Palestina na kukataa kile kinachofanywa na Israel dhidi ya mauaji ya kimbari. Ripoti hiyo imebainisha kuwa bidhaa zilizopokelewa kupitia usafirishaji mmoja zilitajwa kama risasi kulingana na kitabu cha kodi cha forodha cha Israel. Usafirishaji wa ziada ulijumuisha vipuri vya mizinga, vipuri vya bunduki, bastola na kundi pana la mengineyo lililojumuisha makombora, vilipuzi na risasi za aina mbalimbali. Ripoti hiyo imesema uchambuzi wao umeonyesha takwimu kutoka mamlaka ya kodi ya Israel ukionyesha kuwa silaha zenye thamani ya takribani paundi 400,000 ziliwasili kutoka Uingereza na kupita katika forodha ya Israel mwezi Juni mwaka huu wa 2025. Kiwango cha juu zaidi kwa mwezi mmoja tangu rekodi zilipoanza zaidi ya miaka 3 iliyopita. Taarifa hii ilitolewa siku moja baada ya chama tawala cha Leba nchini Uingereza kupitisha azimio likisema kuwa Umoja wa Mataifa umetambua kuwa Israel inatekeleza mauaji ya kimbari dhidi ya Gaza, kauli inayopingana vikali na msimamo wa serikali ya Uingereza ambayo imekataa kutumia neno mauaji ya halaiki. Mwezi Septemba mwaka 2024, Uingereza ilidai kusitisha takribani leseni 30 kati ya 350 za kuuza silaha kwa utawala wa Israel baada ya uchunguzi kubaini hatari ya wazi kwamba baadhi ya silaha zinaweza kutumika kukiuka sheria za kimataifa na za kibinadamu. Hata hivyo, serikali ilitoa idhini kwa vipuri vya ndege za kivita aina ya F-35. Shirika la haki za binadamu la Kipalestina Al-Haq lililoko katika ukingo wa Magharibi ulionyakuliwa kwa mabavu lilichukua hatua za kisheria mwezi Januari dhidi ya Wizara ya Biashara na Uwekezaji ya Uingereza DBT kuhusu uamuzi wa kuondoa vipuri hivyo kwenye marufuku. Al-Haq na mtandao wa kimataifa wa hatua za kisheria GLAN unasisitiza kuwa serikali ya Uingereza inakiuka sheria za ndani na za kimataifa kwa kutumia mwanya wa kisheria unaoruhusu usambazaji wa vipuri kwa Israel kupitia hifadhi ya vipuri kimataifa na ushirikiano wa mataifa yanayotumia ndege za F-35. Inasemekana kuwa pia Uingereza huchangia takribani 15% ya vipuri vinavyotumika katika ndege za kivita za F-35 zinazotumiwa na Israel kutekeleza mauaji katika ukanda wa Gaza. Tangu mauaji ya kimbari katika ukanda huo wa Gaza ilipoanza mwezi Oktoba mwaka 2023, mashambulizi ya Israeli yamewaua takribani watu 66,200 na kujeruhi wengine 168,553,
wengi wa waathirika wakiwa ni wanawake na watoto. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.